Mpenzi mtazamaji wa runinga Hope Channel Kenya, tunakushukuru kwa kuendelea kuwa nasi na tunakukaribisha tena kwa kipindi hiki cha uchambuzi wa Biblia. Na mada yetu ni mada ambayo inatoka katika kitabu cha Ayubu. Na nafikiria leo tumefika Ayubu 13. Na si kuja peke yangu kwa sababu uchambuzi una walimu. Na pamoja nami ni walimu ambao watatusaidia ama watachambua Biblia. Na kwanza ni wetu mwalimu mzee mzee wetu James Mugunda kutoka Mathare North. Mwalimu, karibu kwenye kipindi. Ujambo mtazamaji na karibu katika uchambuzi wa Biblia. Asante. Pia tunaye mwalimu wetu Zack Kanari kutoka milimani kule Kitengela. Karibu mwalimu. Nashukuru, si mbali vile ulivyotaja. Popote ulipo mtazamaji, karibu kwenye uchambuzi wa Biblia. Asante. Na pia tunaye mwalimu wetu Jack Junior Omondi Odago. Mwalimu Junior anatoka Ngomongo kule Kasarani. Karibu mwalimu. Asante, karibu mtazamaji, na kwa niaba yangu naomba nikupe salamu za Elder Hezron kutoka New Life Githunguri Church. Asante mtazamaji, kabla tuanze kipindi chetu, mwalimu mzee wetu tunaomba ukatuweke kwa ombi. Tuombe. Baba yetu aliye juu mbinguni, tumekuja mbele zako siku ya leo. Tunakupa shukrani kwa sababu umekuwa pamoja nasi, umetulinda, umetuhifadhi. Umetupa nafasi Baba ili tuweze kujifunza neno lako. Tunaomba sisi tukiwa hapa na watazamaji wote wanaosikiza ukiwa mbali ama karibu, Baba uweze kutujaza Roho Mtakatifu, uweze kutufundisha, utupe tumaini. Tuomba katika jina la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. Asante. Mwalimu, weekend iliyopita nilipata salamu kutoka kwa Pastor Eliud To kutoka Eldoret pamoja na Professor Rono ambao walikuwa wamekuja huku Nairobi. Wakasema nafikiri mwalimu Kanari na mwalimu James tulikuwa pamoja. Sasa nafikiri tumsalimie mwalimu Junior. Salimika. Walisema tuwasalimie sana watu wa Mungu, watu wa ajabu. Tunashukuru ambao wamefanya kazi kubwa sana kule Eldoret. Na watu wengi sana wamebatizwa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu kuweza kufanya kazi kupitia kwao. Tunashukuru kwa juhudi yao. Na hiyo kazi nafikiri huko Rift Valley na Western imeshika moto. Na hata sisi tunaianzisha Nairobi. Amen. Kwa sababu Jumapili tunakutana Starehe Church kule kwa kina Josephat Rono, Crispina Fifu. Kule tunaenda kule, tutafanya mkutano wetu ili pia sisi tuanze mikutano ya uhuisho na matengenezo hapa Nairobi. Na nafikiri mtazamaji ukiwa na nafasi njoo, tutakutana kule kuanzia saa 4 kamili kule Starehe SDA Church Jumapili hii. Walimu, vigezo vya tumaini. Tunakuta kwamba Ayubu baada ya kuongea na marafiki zake, najua walikuwa ni kujibizana. Marafiki kwanza, unajua alinyamaza siku 7 na wote wakaketi na yeye wakanyamaza siku 7. Walikuwa na hekima sana. Babu tukisoma kuna aya ambayo ni ya Mithali 17:28 inasema kwamba mjinga akinyamaza aonekana kuwa ni mtu mwenye haki, mtu ambaye mwenye hekima akiwa amefunga kinywa chake. Mwalimu, nimeipata, anaonekana ni kama mtu aliye naomba nikusomee. Isome mwalimu. Mithali 17:20. Hata mpumbavu akinyamaza huhesabiwa hekima. Ndio. Akifumba midomo yake huhesabiwa ufahamu. Sasa kumbe shida ni kufungua. Naam. Sasa jamaa wakakaa na Ayubu siku 7. Wakiwa wamenyamaza, Ayubu pia amenyamaza. Na kweli wakaonekana ni watu wa hekima. Kwa sababu najua mtu aliyefiwa ama mtu aliye na shida usikimbilie kwenda kuongea. Ukikuta mtu analia, kaa chini, na ukishikwa na majonzi lia pamoja naye. Najua kuna mtu alisema, kuna mchungaji alienda mahali akakuta watu wako kwa matanga, akakuta wanalia, yeye pia akaketi hapo, akalia. Na akamaliza na akaenda zake. Na siku nyingine aliporudi ndiye akapata nafasi kidogo ya kuongea. Lakini watu walipoulizwa juu yake, wale wenye familia wakasema
ule ni ana Yesu. Walimuita Yesu haswa kwa sababu amelia nao. Hawa jamaa wakaketi na Ayubu siku 7 hawajaongea, wakaonekana wenye hekima. Walipofungua vinywa vyao upumbavu wao sasa ukaanza kutoka. Na tunakuta kwamba Ayubu, tunaonyeshwa hapa kwamba Ayubu alikuwa na tumaini kwa Mwenyezi Mungu. Walimu, kabla tu tuingie katika hilo tumaini ambalo yuko nalo kwa Mwenyezi Mungu, Mwalimu Kanari, pengine kwa ufunguzi tu, pengine dakika moja, ili Mwalimu Junior tufungulie ubunifu wa uongo. Ninashukuru. Mara nyingi tunasema kimya kingi kina mshindo. Hivyo ndivyo Waswahili wasemao. Mtu anaweza kunyamaza, lakini wakati wa kutamka mambo yanatokea ni mazito. Na nataka tu kuasa kila mmoja anayetusikiliza leo hii kwamba kinachosababisha maongezi ambayo labda yanaweza kuadhiri anayekusikiliza ni ulimi. Ulimi kiungo kidogo, lakini kinaweza kutumika kwa ajili ya baraka au kwa ajili ya laana. Kwa hivyo tunaagizwa na Yakobo kwamba linda sana kati ya viungo vyote ulivyo navyo. Linda ulimi wako. Maana kutoka hapo chemichemi za mambo mengi yanaweza kutokea. Kwa hivyo Suleimani anatuagiza kwamba tuweze kuchagua kila ambacho tutazungumza kwa wakati unaofaa. Wakati ambao sisi tunastahili kunyamaza na wakati wa kufungua mdomo. Kwa hivyo hawa ambao walikuwa marafiki wa Ayubu, tunapoingia 13 bado wangali wanamzingizia Ayubu. Wanamwambia wewe lazima kuna kasoro mahali. Tafadhali tubu. Halafu tutakapoingia ndani sasa tutaona tumaini ya Ayubu inatokea wapi licha ya mambo haya ambayo anayapitia. Asante. Mwalimu Junior, tunakuta kwamba Ayubu anawaita hawa jamaa kama ni wabunifu wa uongo. Je, katika mambo waliyosema kuna mambo ambayo yalionekana ni uongo ili Ayubu awaite vile? Daudi anasema kumcha Mungu ndio chanzo cha hekima. Suleimani. Ni Suleimani, kumcha Mungu. Asante Suleimani. Kumcha Mungu ndio. Daudi anasema wapumbavu wanakana mioyoni mwao hakuna Mungu. Kuna moja Psalms. Naam. Kwa hivyo hawa watu naweza linganisha matendo yao na kukana uwepo wa Mungu kwa sababu picha wanayopatiana kumhusu Mungu ni picha ya uongo. Ayubu anasema akiwa na ile confidence, ule ujasiri ya kwamba nyinyi mnamshuhudia Mungu uongo. Ukisoma hayo maombolezo yake katika Ayubu 13:1 mpaka 14. Kwa mfano Elifazi, ukisoma Ayubu 4:7, anasema hakuna mtu mwenye haki. Hakuna mtu mwenye haki anaweza kufa. Lakini ukirudi Mwanzo, Abili alikufa na hakuwa mwenye dhambi. Anasema katika Ayubu 4:17 hakuna mtu anaweza pata utakaso. Lakini mafunzo ya Biblia yanatuambia baada ya kifo cha Yesu tunatakaswa kwa kupitia kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani ambayo imetupa neema. Bildadi anamwambia Ayubu ya kwamba Mungu hawezi wafanyia watu wabaya mema. Kitabu kipi kwa mwalimu? Ayubu 8:6. Ndio. Na watu wema hawezi kutwa na mabaya. Lakini Yesu anasema katika Mathayo 5:45, Mungu ni mzuri kiasi kwamba jua inawaka kwa kila mtu na mvua inamnyea kila mtu, wema na wabaya wote. Katika Ayubu 11:3, Zofa anamshtaki Ayubu na kumwambia kwamba wewe kuna makosa ambayo umefanya na nashuku umemkashifu Mungu, ndio sababu mambo haya yanakupata. Ama watoto wako walikuwa wenye dhambi, ndio sababu wanakufa. Lakini ukisoma Ayubu, Mungu mwenyewe anashuhudia kwamba Ayubu ni mjakazi wangu na ni mtu mtakatifu, mtu anayenipenda. Na hata katika Ayubu 1 tunapata ushahidi ya kwamba Ayubu alikuwa anatoa kafara kwa ajili ya watoto wake. Kwa hivyo huenda ikawa walifanya dhambi fulani, lakini dhambi hizo zihesabiwi juu yao kwa sababu Ayubu alikuwa shawatubia. Kwa hivyo watu hawa, kimsingi ni kwamba watu hawa walidhani wamepata kuelewa haya mambo. Lakini katika mazungumzo yao inaonekana ya kwamba mambo yao ni ya kubuni tu na hayana msingi wowote katika tabia ya Mungu au hali halisi ya mambo jinsi yalivyo. Ndio sababu Ayubu anawaita wabunifu watunzi wa mambo ya uongo. Hebu Biblia kidogo ya Kiswahili mwalimu. Mwalimu James. Kwa Kiswahili unaitwa Yakobo. Tunakuta kwamba katika kitabu cha Yohana, katika kitabu cha Yohana Biblia ina nini zake
rahisi sana. Yohana 8 mstari ni wa 44. Mwalimu balaa hii nifungue mwenyewe bana jamaa mimi. 44 inasema nimeipata ndio hii, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo uongo. Mwalimu James, najaribu tu kufikiria nikilinganisha hiyo na mambo ambayo Ayubu ananena. Je, inawezekana kwamba mtu akaongozwa na shetani katika kinywa chake? Unajua hao walikuwa wanaongea ni kama wanaongea mambo mazuri kumhusu Mungu. Lakini tunapoangalia tunaona kuna ubunifu wa uongo. So inawezekana kumbe shetani akamtumia mtu akaongea maneno ni kama ni mazuri, lakini shetani kuna msukumo wa shetani nyuma yake. Asante mwalimu. Shetani ndiye baba wa uongo tangu mwanzo. Na ndiye aliyebuni uongo tangu mwanzo. Nakumbuka Biblia pia inasema kwamba shetani hujigeuza kuwa malaika wa nuru. Kama malaika wa nuru. Kuwa kama malaika wa nuru. Hawezi kuwa malaika wa nuru maana alikuwa malaika ndio anajigeuza kuwa malaika wa nuru. Na tangu katika bustani mwa Edeni, shetani hutumia uongo kwa njia gani? Anatumia 90 kwa 100 ukweli, alafu kidogo tu uongo. Inabadilisha ukweli kuwa uongo. Na ndio maana amedanganya ulimwengu mzima. So tunapokuja kwa marafiki za Ayubu, walikuwa na ukweli. Ndio. Lakini Ayubu anapowatazama, anapochunguza katika hekima yake, anakuta kwamba kuna uongo. Uongo wa kwanza, ametamka uongo kumhusu Ayubu mwenyewe na nyumba yake. Na jambo la pili, ametamka uongo kuhusu Mungu mwenyewe. Paka inampatia Mungu picha ambayo si yake. So Mungu anakaa mkatili. So hata nasi pia inafaa tuweze kuchunga sana. Mara nyingi tunaweza dhani ya kwamba tumesimama kwenye ukweli, lakini kumbe shetani kwa siri ya ajabu anatumia uongo kidogo tu, alafu unafanya kweli wetu unakosa maana. Unakuwa ni uongo, haiwezi kusaidia sasa. So tuchunge sana ya kwamba wakati wote Roho Mtakatifu atujaze maneno ambayo yanafaa, ila kwamba tusitumike kutamka uongo. Mwalimu Kanari. Naam. Tukiangalia kuongezea tu na kwa yale mwalimu amesema. Ukisoma katika Mathayo 15, nafikiri kuanzia mstari wa 22 ukishuka, Yesu anaongea juu ya kufa kwake mara ya pili. Anapofika kuongea juu vile atakufa na dunia vile itamfanya, Petro anasimama nyuma yake anasema hilo haliwezekani. Ndipo alipomwambia hivyo, Yesu anamwambia Petro mstari wa 24, rudi nyuma yangu shetani wewe. Petro si Yesu hamuiti Petro shetani. Anamuita shetani anayeongea kupitia kwa Petro. Unajua ukiangalia katika matini yake msingi inaonyesha ni kama shetani alikuwa katikati yake na Petro. Sasa ndio Yesu anamuondoa arudi huku ili uhusiano wake na Petro uendelee. Unajua kuna mambo ya ajabu katika Biblia. Sasa unakuta kwamba anamwambia rudi nyuma yangu shetani wewe. Pia katika Mwanzo, ukisoma Mwanzo 3 kuanzia mstari wa kwanza, shetani anamwambia mwanamke, je, Mungu alisema msile katika matunda ya miti, miti ya bustani. Lakini ukisoma Mwanzo 2:16 Mungu amesema matunda ya mti. Nafikiri najaribu tu kusema, hebu tuambie pengine ujanja wa shetani karibu. Nashukuru. Mara nyingi shetani anapotaka kumjaribu mtu, hamjaribu kwa kila asichokifahamu. Analeta background ya kila ambacho wewe unakifahamu, kitu ya kawaida. Kitu cha kawaida. Ili anapokichanganya na uongo kidogo, wewe unaona kweli haya mambo ni sawa. Hasa katika habari ambazo umetupa hapa,
Shetani hakutaka kumgeuza yule mwanamke mara moja. Yeye alimletea tu taswira jinsi Mungu alivyosema. Lakini kwa sababu mara nyingi tumepewa masikio mawili tukasikiliza mara mbili, na mdomo mmoja tukaongea mara moja, tukageuza. Tunaongea mara 5 zaidi, tunasikiliza mara moja. Hilo ndio tatizo la mwanadamu. Laiti Hawa angesikiliza alivyopewa mawaidha na wazungu wanasema tuko na cosmetic ears. Ninashukuru. Kurembesha uso. So kwa hivyo hapa la msingi ni kwamba usikilize anachosema yule shetani na ukasikilize sauti ya Mungu kwa makini. Nataka kuoanisha aya hii pamoja na kitabu hicho cha Matendo ya Mitume. Ukisoma 4:5 mstari wa 3, Anania na Safira wamefanya kazi ya kuuza shamba lao. Wametoa nadhiri kwamba tutakapouza, mimi kama mume na mke, hivi ndivyo tutakavyofanya. Lakini wanaleta baki wa mbele za Petero. Na ukisoma hiyo 5:3, Petero anamuuliza, ni kwa nini umemruhusu shetani akakuingia ndani yako umdanganye Roho Mtakatifu? Kwa hivyo Anania na Safira si kwamba walifanya uamuzi, lakini shetani alikuwa ndani yao. Kwa hivyo katika hali ya uongo, mara nyingi, maana baba wa uongo ni shetani, anapoingia ndani ya mwanadamu, basi ule uongo unadhihirika. Mungu amesema Mwanzo 20 mstari wa 16, usimshuhudie jirani yako uongo, wala usiseme uongo. Hiyo ni amri ya 7. Kwa hivyo jambo hili ndilo ambalo litafanya watu wasiende mbinguni. Wengi sana. Maana hata leo hii katika mitandao uongo umekithiri, katika nyumba uongo umekithiri, makanisani uongo. Yani shetani ametumia mbinu hii kuwaondoa watu katika picha halisi ya Mwenyezi Mungu. Hata madhabahu inatumika kutoa uongo. Injili inahubiriwa na inachanganywa na uongo ndani yake. Mwalimu Junior, Ayubu 42:7. Mungu anakiri jambo fulani kuhusiana na Ayubu na mtumishi wake Ayubu. Ndio tunaona kwamba kumbe kweli Ayubu alikuwa mkweli. Ayubu 42:7 ndio inasema, basi ikawa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo, Bwana akamwambia huyo Elifazi Mtemani, hasira zangu zinawaka juu yako na juu ya hao marafiki zako wawili, kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo sawa katika habari zangu, kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu. Endelea mwalimu. Sikusoma, endelea. Sasa inaonekana yale mashtaka ya Ayubu ya kuwaita marafiki zake wabunifu wa mambo ya uongo yanadhihirishwa sasa na Mungu mwenyewe. Mungu ndiye anakuwa kama shahidi wa Ayubu mkuu. Kwa sababu anasherehesha na kusema tabia yangu ni hii. Lakini ile picha ambayo mlipatia ulimwengu kunihusu ni huu. Kwa hivyo hapa mlifanya makosa na hamkushuhudia tabia yangu jinsi ilivyokuwa. Natamani tungejifunza kwa hawa majamaa na tuwe watu wapole kidogo, tuwe na mwendo kasi kidogo, tusiwe watu wa haraka kuhukumu, tusiwe watu wa haraka kumtetea Mungu kupitia kwa udhaifu wetu wa wanadamu. Hao watu wangerudi nyuma kidogo na waombe. Mungu alikuwa na uwezo wa kuwafunulia kile ambacho kinaendelea. Na wangempatia Ayubu ushauri ambao unafaa. Lakini wanaacha wanadamu wao utawale na waongoze. Na kwa hivyo wanatumia tafsiri yao yenye upungufu wa kiakili kupeana picha ya Mungu ambayo sio stahili, sio kamili. Mwalimu Junior, hebu tusomee Ayubu 13:15. 13:15. Alafu mwalimu Kanari, nafikiri utupe maelezo yake. Tazama ataniua, sina tumaini, ila hata hivyo nitaithibitisha njia yangu mbele yake. Ninashukuru. Hapa tunaona kwamba Ayubu anazidi kujitetea katika hali zote. Anajaribu kuwafundisha marafiki zake kwamba ndio inaonekana kwamba sasa hasira ya Mungu imewaka juu yangu na mahali ninakoelekea ni kifo. Kwa hivyo Ayubu anaona kwamba mwisho wake umefika. Na kila ambacho kinadhihirisha hapa ni kwamba
walivyosema Bildad na wenzake ni kwamba Mungu ndiye atakayemmaliza. Na sasa hapa Ayubu anasema haya basi, iwapo Mungu anapania kunimaliza mimi, hata akiniua bado nitamtumainia. Kwa hivyo hapa ndipo mahali tunapata tumaini la kipekee. Mara nyingi utapata kwamba mifupa yake ilikuwa imekauka, moyo wake ulikuwa umezimikia, lakini alipogundua kwamba atamtumainia Mungu, ili isije ikasemekana ni kweli wewe ulikuwa umefanya dhambi, waona. Lakini katika hali zote yeye alisimama wima, akasema hata akiniua bado ningali nitamtumaini. Wapendwa, mara nyingi unaweza kuwa katika tabu kama hii, aidha mpendwa wako amefariki, au wewe ni mgonjwa hospitalini, au mali yako yamemalizwa yote, huna kila ambacho unaweza kutegemea. Tumaini la kipekee ambalo litakupa nguvu ya kuendelea mbele ni katika Kristo. Asante. Mwalimu James Mugunda. Danieli 3:16 inasema hivi. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako, wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu ulioisimamisha. Mwalimu, nimekuachia uwanja. Asante bwana. Na hakika una mengi ya kusema. Nashukuru Mungu kwa sababu ya imani ya Ayubu na ndugu hawa ambao ni kina Shadrach, Meshach na Abednego. Ndio. Na nimeambiwa tumetunga nyimbo nyingi tunaimba kuhusu imani ya Ayubu. Na kusema kweli mtazamaji, kota hili ndio wenyewe mimi nasoma na kuelewa imani ya Ayubu ilikuwa imani wa namna gani. Imani ambayo haitingiziki. Imani ambayo hata mbele ya kifo anasema kwamba mimi nabaki na Mungu. Kumbuka anasema hali ya Ayubu ilikuwa namna gani? Amefika kwangu kwamba anaona hakuna jambo lingine, anaelekea kwenye kaburi. Lakini anaambia ndugu wa marafiki zake kwamba hata kiniua. Ndio. Na unakumbuka kwamba Ayubu lalama zake zilikuwa kwa Mungu. Maana alijua kwamba ni Mungu, yeye ni Mungu tu sasa. Ni Mungu ndiye anajua. Marafiki wamekuwa sasa wanamshtaki, wamekuwa makaidi. Ana Mungu tu sasa. Anaambia kwamba hata Mungu sasa akiniua, lakini bado nitamtumaini. Shadrach, Meshach na Abednego wanaambia mfalme, tunajua huyu Mungu anaweza kutuokoa. Na hata asipotuokoa, hatuna haja kukujibu kwa jambo hili. Hatutaabudu. Kwa tufe. Na mbele yao moto umeongezwa ukali mara 7. Ni imani wa namna gani? Ya kwamba hata kama ni kifo, Mungu bado tunakutumaini katika kifo. Ni maana ngapi huwa sisi hata kama Wakristo tunapokumbwa na shida, majaribu ambayo sasa yamekuwa ni mazito, tunatingizika, tunaongea. Kifo nakumbuka imani ya the reformers. Kumbuka wengine walikuwa na chomo wakifungwa kwenye miti. Lakini katika hali hiyo wanaimba nyimbo, wanamtumia Mungu. Hebu nisome kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 12:11. Nisome fungu hilo. Ufunuo 12:11. Nimejaribu nimekaribia haraka kwa sababu hii Biblia si zile tumezoea. 12:11 Ufunuo inasema hivi. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa ushuhuda waliotoa. Maana hawakupenda maisha yao hata kufa. Katika imani gani ambayo itaweza kutuokoa? Ni imani ambao tunapotoa ushuhuda wa Yesu katika mahubiri. Maana mbele yetu tunajua kuna kifo, kuna mateso. Lakini hatutapenda maisha yetu hata kama ni kifo. Kama Ayubu tusema kwamba hata tukifa tunamtumainia bado. Hata nini ije, ni Mungu na ni Mungu. Amina. Mwalimu, nahisi msukumo niongeze jambo fulani pale. Kwa haraka mwalimu, muda wetu umekwisha. Yesu anapofunza wanafunzi wake anawaambia yule ambaye atafanya bidii kutunza maisha yake atayapoteza. Na yule atakayefanya bidii, atakayekuwa radhi kuyapoteza maisha yake, basi atayahifadhi. Nafurahia kisa cha Abrahamu katika Mwanzo 22:8. Mungu amemwagiza mwana
amempa mwana katika miaka yake ya uzee. Kisha anapomwambia nitolee mwana wako kafara, Abrahamu haulizi Mungu mara mbili, anambeba kijana na kumpeleka. Na imani ambayo wako nayo ni kwamba Mungu atafanya nini? Mungu atapeana. Kwa hivyo Abrahamu hakujua ya kwamba Mungu atatoa ile kondoo. Lakini alitoa. Ayubu hakujua ya kwamba baada ya haya yote atakuwa mshindi. Wale vijana watatu hawakujua ya kwamba pale ndani ya moto Kristo atashuka. Shikilia hapo tu. Shikilia hapo. Turudi kutoka kwa mapumziko kwa sababu kuna jambo umelitaja nataka tulirudie tena kwa sababu ni jambo muhimu sana katika maisha yetu ya Ukristo. Mtazamaji, tunaenda mapumziko na nafikiri imedhihirishwa wazi kwamba hata kama nini kitatendeka, imani ya Mungu ya Yesu hatutaiacha. Amen. Na kwamba yule ambaye atavumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa. Sasa ina maana kwamba hata nini ifanyike, tumaini lako lazima liwe juu. Kwa sababu kule, unajua mambo yote yaliyomtendekea Daudi, alifika mahali akaangalia kwenye milima ambako wokovu wake unapatikana. Na sasa ndio tunasema lolote likitendeka tuangalie kule milimani alikoangalia Daudi, kwa sababu wokovu wetu ni hakika. Tunaenda mapumziko, usiende mbali. Tunaomba Mungu awe nawe na akubariki. Amen. Mpenzi mtazamaji wa runinga yetu ya Hope Channel Kenya, runinga ambayo inakuletea mahubiri, nyimbo za kumtukuza Mungu, runinga ambayo inakuletea mambo mengi yanayomhusu Mwenyezi Mungu. Tunakushukuru kwa kuendelea kuwa nasi na kuendelea kuitazama runinga hii. Na tunakualika kwamba kuna mambo mengi mazuri ambayo yanaweza kujenga Ukristo wako ukiendelea kutizama runinga ya Hope Channel Kenya. Na kuna mambo ambayo yanawekwa wazi katika Biblia na vipindi kadhaa vya afya ambavyo vinakuonyesha vile mwanadamu anastahili kula, haswa katika siku hizi ama zama hizi ambapo vyakula vimekuwa ni vya kuua watu. Na kuna mambo mengi mazuri, tungetaka usiende mbali uangalie runinga hii ya Hope Channel Kenya na utamakinika katika mambo ya Mwenyezi Mungu. Tulipokuwa tunaenda mapumziko, tulikuwa tunaongea juu ya Ayubu anaposema ingawa Mwenyezi Mungu ataniua, kwamba nitakuwa bado natumaini kwake. Kuna mambo mwalimu Junior alikuwa anaendelea nayo nikamkatiza. Ningependa mwalimu ushikilie tena. Najua wewe ni kijana, huwezi kuwa umesahau sana. Ingekuwa James ningekuwa na wasiwasi. Endelea mwalimu. Asante. Nilikuwa najaribu tu kujadiliana na mtazamaji ya kwamba Abrahamu hakuona uhakika ya kwamba Mungu angempa kafara na angerudi na mwanawe nyumbani. Vijana wale watatu wa Kiebrania hawakujua ya kwamba Kristo atashuka motoni na waokoe na ile adhabu ya Nebukadneza. Ayubu hakujua ya kwamba mwisho wa yote atarudishiwa maradufu. Lakini wanashikilia imani na kusema ya kwamba hata iwe vipi, imani yetu katika Mungu haitatikisika. Na ndio sababu katika 29 Ayubu anasema mimi najua Mwokozi wangu anafanya nini? Anaishi na yuko hai. Na ndio dhana hii ambayo Paulo pia anakuja nayo katika Wakorintho 15 akisema ya kwamba Kristo alivyokufa akafufuka, basi na sisi pia sasa tuna tumaini. Na tunafunza haya mambo tukijua kwamba katika safari hii tutakufa siku moja, lakini ufufuo na wokovu wetu tumehakikishiwa. Kinachonifadhaisha ni kwamba mimi na mtazamaji tumepata uwezo wa kusoma na kujua jinsi hatima ya mambo itakavyokuwa. Tunajua signs of times, mambo ya nyakati, na tunajua nini inatokea kabla ya nini na vile mambo yatakavyokuwa mpaka siku za mwisho. Lakini imani yetu ni dhaifu kuliko hata watu ambao wakufanya nini hawakujua. Sijui kama sisi siku za leo tunapoishi tunaweza hitimu kutajwa katika kitabu cha Waebrania 11. Manake 11:13 nasema walionyeshwa lakini kidogo tu. Mwalimu acha nisome. Yaani hawakuonyesha kila kitu. Lakini walikuwa na tumaini kwa lile ambalo hata hawajalielewa lote. Hiyo 11:13. 11:13 nitafika 16 nafikiri kuna mambo matamu hapo 15 na 16. Inasema 13, hao wote wakafa katika imani, wakiwa hawajazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali
na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. 15 inasema na kama wangalikumbuka nchi ile waliotoka, wangalipata nafasi ya kurejea. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Amina. Nakumbuka hata katika kitabu cha Hesabu 24, Balaamu baada ya kujaribu kuwalaani wana wa Israeli na ameshindwa kabisa. Sasa inabidi atoe ushuhuda. Na anasema kwamba naona, lakini naona ni kana kwamba ni kwa kioo. Hesabu 24:17. Inasema namuona lakini si sasa. Namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli. Nayo itazipiga pembe za Moabu na kuwavunja wana wote wa ghasia. Amina. Kwa hivyo ni tumaini tu tunapatiwa ya kwamba kuna siku inakuja mbeleni. Hiyo nyota katika nyumba ya Yakobo itafanya nini? Itainuka kwa ajili yetu, na hizi shida ambazo tunaonekana kwamba zimetusonga wakati huu zitakuja kuwa na kikomo chake. Kwa hivyo ni bora tuwe na imani katika huyu Mungu, na ni bora tuwe na imani hii ambayo tuko nayo kwa Mungu itupe matumaini ya kuishi siku baada ya nyingine licha ya changamoto ambazo tunapitia kama alivyokuwa nayo Ayubu. Mwalimu James, tunakuta hiyo aya ya Waebrania 11:13 alivyosema mwalimu kwamba watu hawa si eti walifunguliwa nyota kamilifu, lakini bado walikuwa na tumaini mpaka wanaandikwa kama watu wa imani katika orodha ya Mwenyezi Mungu. Asante mwalimu. Unaposoma fungu hilo inaanza ya kwamba na wao hao wote walikufa katika imani. Ndio. Imani ni nini? Hapo juu kufungu la kwanza sema imani ni kuwa na uhakika kwa mambo yanayotarajiwa, yasionekana. Ni bayana mambo yanayotarajiwa. Hiyo ndio imani. Kwa machache ama kwa yale ambayo yalifunuliwa, walikuwa na imani. Bila kuona, bila kufunuliwa mambo mengi, walikuwa na imani. Ndio. Na ndio imani ambayo tunaona kwa Ayubu. Ya kwamba tunapokuja siku nyingine hii, tunapokuja kwa hebu soma fungu la 16. Ayubu. Tuunganishe Ayubu 13:16. Ayubu 13:16. Inasema hili nalo litakuwa ni wokovu wangu. Kwani asiyemcha Mungu hata karibia mbele yake. Asante sana. Ayubu anapoanza verse 15 anasema kwamba tazama ataniua, hata Mungu akiniua nitamtumainia. Ndio. Ayubu alikuwa na imani isiyotingizika. Kwa njia gani? Ayubu alijua kwamba kifo hata akifa ni usingizi tu. Atapumzika kaburini. Ndio maana anajua kwamba, ndio maana anasema kama Yohana, heri wao wafao katika Bwana, maana wamepumzika kutoka dhiki za dunia hii. Ayubu alijua kwamba kifo ni usingizi, atapumzika. Ndio maana anasema kwamba sasa baadaye akana tumaini kwamba baada ya kifo kuna ufufuo. Ataona wokovu wa Bwana, atafufuliwa. Na kwenye ufufuo anasema hivi, na hypocrites nini? Wanafiki hawataweza kumuona Mungu. Yaani wale ambao hawamtumainia Bwana katika hii ufufuo ya kwanza hawataonekana, hawatamuona Mungu. Kwa sababu imani yetu isipokuwa kama ya Ayubu, wapenda kusema kweli, tukifa tutakufa milele tukingoja ufufuo wa pili. Lakini Ayubu anaokeka kwamba katika wokovu huo watakapofufuliwa ataweza kumuona Bwana, na hapo ndipo apende, ndipo tumaini letu. Tumaini kubwa ni ya kwamba tutakufa ndio, lakini kifo ni usingizi tu. Tutafufuliwa tuone wokovu wa Bwana anapokuja mara ya pili. Mwalimu Kanari, katika Maombolezo 3:22, nafikiri mwalimu Tabunacha aliitaja wiki iliyopita. Nataka tuichunguze tena. Nasema ni huruma ya Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ukisoma Malaki 3:6 inasema kwamba Mungu si kigeugeu, ndio maana hamjaangamia. Ni kweli. Ama Mungu hana kigeugeu. Sasa nafikiri inatuletea dhana kwamba Mungu ni wa tabia fulani. Na sisi kwamba tunastahili kuwa na tumaini kwa sababu Mungu ni wa tabia fulani. Ni kweli. Katika Agano la Kale na Agano Jipya linamuonyesha Mungu kwamba ni Mungu mwenye huruma,
Mungu mwenye upendo. Tabia yake ni upendo. Imedhihirishwa wazi tangu mwanzo hadi katika kitabu hiki cha Ufunuo. Na sasa hapa katika maisha ya Ayubu tunaangalia jinsi ambavyo Mungu anajidhihirisha wazi. Maana kupitia Roho Mtakatifu Ayubu anayanena mambo haya, anasema anapata wokovu. Baada ya kusema hata akiniua, aya ya 16, wokovu wangu katika Bwana. Yaani kumbe anatumainia Mungu zaidi ya kaburi. Kwa sababu gani? Nimechunguza kidogo katika hiyo Wakorintho wa kwanza 15. Nikapata mambo matatu, 15 hadi 20. Jambo la kwanza ni kwamba Petero anasema Paulo anasema hivi kwamba kuhubiri kwetu kuhusu Kristo aliyefufuka ndicho chanzo cha tumaini letu. Kwa hivyo kumbe Paulo hakuwa anahubiri kwa sababu labda kama Kristo angefufuka tumaini halingekuwepo. Kwa sababu amefufuka siku ya tatu, wanapata tumaini la kuhubiri habari njema. Jambo la pili ni kwamba katika mahubiri haya kuhusu Kristo wanamshuhudia Mungu na tabia yake ya kuwarehemu watu wengine. Yaani kumbe kufufuka kwa Kristo ni tumaini la kipekee. Ni kwamba Mungu anadhihirishwa katika tabia za wale wanaomtumainia. Ukisoma aya ya mwisho hiyo 20, labda ukisoma tu nitashukuru. Najua tunapenda kusoma sehemu hii wakati tunajadiliana na wenzetu wa Uislamu. Wao kuna mambo wao yasema. Anasema lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika katika Kristo wote watahuishwa. Amina. Hapa Paulo anasema limbuko ya wale ambao wameshalala, the first fruit of them that are asleep. Kumbe Kristo alifufuka ile kutupa tumaini sisi, licha ya kwamba tutakufa, licha ya kwamba tunaumia katika dunia hii, tayari ameshinda mauti. Alafu ninapendezwa sana na jinsi ambavyo wale wanafunzi wa Yesu Petero walivyofanya mambo. Tunaona katika Matendo ya Mitume 4:12, anasisitiza sana Petero. Ameletwa mbele ya watu, kwa nini ameponya mtu siku ya Sabato? Naye anasema ni kwa mamlaka, maana hamna jina lolote duniani ambalo laweza kuleta wokovu isipokuwa Yesu Kristo. Hiyo ni Matendo ya Mitume 4:12. Kumbe mpendwa, wokovu unapatikana kwa Kristo peke yake. Haupatikani kwa mchungaji, haupatikani kwa watu wa dunia hii. Wokovu ni kwa Kristo, na hilo ndilo jina tu ambalo wanadamu wote wamepewa. Tutakapolitumainia alivyotumaini Ayubu, mwisho wake ni uzima wa milele. Amina. Mwalimu Junior, tunaonyeshwa kwamba, unajua kabla hata niseme pale, tunaonyeshwa vile mwalimu anavyosema kwamba kuna watu ambao hawana tumaini ndio wanaongea kama wale marafiki wa Ayubu. Kwa sababu ukiwa mwenye dhambi hakika hauna tumaini. Sasa na ukiwa hauna tumaini, unajaribu kuua tumaini la watu wengine mfanane. Unajua kuna watu ambao ninaona wale watu ambao mtu ameacha kazi na hakuwa na mpango. Anajaribu kuchochea wengine pia waache kazi ama wafanye mambo mabaya alivyofanya yeye ili tuwe sawa. Hata ukiangalia katika ndoa unakuta watu waliharibu ndoa, anachochea wengine. Pia ndo wazazi sana sisemi wanaume sana si sana. Kwa sababu sisi ndoa ikiharibika tuna aibu. Lakini wamama sana unakuta wao ndio mtu ndoa imemshinda. Lakini yeye ndiye ndio mshauri wa watu ambao wako katika ndoa. Sasa unashangaa. Ama msichana hajawahi olewa, lakini yeye ndio mshauri wa wanawake ambao waliolewa. Sasa sijui mpumbavu ni nani hapa. Acha tuacha. Lakini ukiangalia katika kitabu cha Ayubu, tunakuta kwamba inaonyesha kwamba kulikuwa na tumaini hata kabla dunia ianze. Mwalimu, katika kitabu cha Mwanzo, baada ya wanadamu kuanguka katika dhambi, ndio Mwanzo 3, wanakimbilia kuchuma matawi. Na Mungu anawaangalia, anawaonea huruma. Kisha anaua mwana-kondoo kwa niaba yao. Kwa hivyo tayari kuna distinction inaonekana. Kuna utofauti fulani inaonekana baina ya mpango wa Mungu na mpango wa wanadamu. Na inatoa tu hakikisho ya kwamba
huu mpango wa wokovu ulikuwa hata kabla ya misingi ya dunia kuwekwa. Kwa sababu Mungu alitarajia siku moja huenda mwanadamu akakosa kunitii na akaanguka dhambini. Na huo mpango tayari ulikuwa ushaidhinishwa ili ya kwamba wakati mwanadamu ataanguka, basi tutafanya hivi na hivi na hivi. Ndio sababu katika sheria zake Musa anaandika ya kwamba ikiwa mmoja wenu ataingia utumwani, basi ni ndugu yake peke yake ndiye ana uwezo wa kufanya nini? Kuja kumnunua kutoka utumwa huo na kumweka huru. Na ndio sababu tulipoanguka dhambini sisi, basi ilibidi Kristo aache uungu wake wa Filipi 2:5 na aje duniani aishi ni kama mwanadamu asiye na utukufu, afe msalabani, kwa sababu adhabu ya dhambi ni kifo na hakuna wokovu bila nini? Bila damu. Kristo pekee ndiye mtu ambaye hakuwa na dhambi. Na damu yenye hatia ya mimi na mtazamaji haiwezi okoa mimi na mtazamaji, kwa sababu tayari iko na makosa. Kwa hivyo Kristo asiye na dosari alikuja akaishi kama mwanadamu, ndugu yetu sisi, ili anapowekwa msalabani alipe ile gharama ya kututoa katika utumwa wa dhambi kwa shetani. Ndio sababu tumaini lipo hata kabla ya misingi ya dunia kuweka. Ndio sababu katika Waefeso Paulo anasema tumechaguliwa tuwe watakatifu na watu wasio na waa mbele ya Mungu. Katika Tito bado anakariri na kusema Mungu ametuagiza uzima wa milele. Na uzima wa milele ni kumjua Mungu na Kristo aliyemtuma akafa wapi? Msalabani. Kwa hivyo Biblia imejaa na ushahidi ya kwamba tumaini lipo kwetu na hata siku ya kurudi kwa Kristo mara ya pili. Ikiwa tumekufa tukiwa katika Kristo, tukiwa sawa tunangoja kurudi kwake, basi tutaishi milele. Amina. Mwalimu Kanari, nashukuru. Kile mambo haya yamekuja vizuri. Hapa kumbe tulikuwa na tumaini alivyosema mwalimu kabla misingi ya dunia. Na kidogo tu niweze kuelezea hapa ni kwamba wengi wanafikiri kwamba tumaini imekuja kwa sababu ya matendo tunayoyafanya. Sasa nataka aweze kuona kwamba Mungu wetu ambaye ni wa upendo aliyaweka wazi kabla ya sisi kuwepo. Alitukomboa kwa damu ya mwana kondoo anavyosema katika hiyo Petero wa kwanza 1:18 hadi 20. Damu pekee ya mwana kondoo iliyotukomboa kutoka dhambini. Sasa tatizo linakuja hapa. Sisi tumechukulia neema ya Bwana kama ni mzaa. Yaani tunaichezea katika maisha ya Ukristo. Neema hiyo laiti ingelikuwa ni neema ya matendo ya jinsi ambavyo tunafanya kazi, hamna mwanadamu angeokolewa. Ndio maana tunapewa wasia hapa katika kitabu hiki cha Timotheo wa pili 1:19. Neema hii tuliyopewa kabla ya misingi ya dunia haikupeanwa kwa sababu ya matendo ambayo tunayafanya. Sasa juzi hivi tumezungumzia je, Abrahamu alihesabiwa haki kwa sababu ya matendo? Neema hii ilikuja kabla Abrahamu kuwepo. Kwa hivyo aliipata ili wakati alihitaji neema ilikuwepo. Wote hawa ambao ni mashujaa wa imani walipohitaji neema ya Mungu ilikuwepo. Hawakufanya matendo mema, neema ikaja. Ayubu alipoingia katika tabu alikutana na neema ya Mungu tayari, ili wakati anapolia na kusema basi nitadhibitisha njia zangu mbele yake, ni kwa sababu neema ya Mungu tayari ilikuwepo. Mwalimu nadhani Mwalimu James, unajua umenyamaza sana. Najua vijana wana endelea mwalimu. Naomba nisome kitabu cha Tito 1 aya ya 2. Kitabu cha Tito 1 aya ya 2. Tito 1 aya ya 2. Tito 1:2. Tito 1:2 Kiswahili iko hapa katikati. Tito 1 mstari wa 2 unasema hivi: katika tumaini la uzima wa milele ambao Mungu asiyeweza kusema uongo aliuahidi tangu milele. Amina. Tumaini ya uzima wa milele, Mungu asiyesema uongo aliuahidi tangu milele. Ndio. Kabla hata kuumwa kwa ulimwengu, Mungu alikuwa ashatoa ahadi. Mungu ajuaye mwanzo tangu mwisho, alikuwa ashatoa ahadi ya uzima wa milele. Kabla ya dhambi kuweko, Mungu alikwisha weka suluhisho ya dhambi, yani mpango ya wokovu. Kabla mwanadamu hata kuanguka, Mungu alikwisha andaa njia ya kumwokoa mwanadamu. Ndio maana Yesu ni mwana kondoo
aliyechinjwa kabla kwa msingi wa wa dunia. ulimwengu. Nataka nimwambie mtazamaji ya kwamba kama Ayubu tunamtumikia Mungu mwenye matumaini. Tunamtumikia Mungu ambaye aliumba ulimwengu tunaishi ndani yake, na Mungu huyo anatupenda. Tunamtumania Mungu ambaye alipanga wokovu na ametukomboa. Tunamtumania Mungu ambaye anasema kwamba tunapomuomba katika shida na dhiki anatusikia. Tunamtumania Mungu ambaye zaidi kutusikia amepaa mbinguni anatuombea. Tunamtumia Mungu ambaye ameahidi kwamba japo shida na dhiki ni nyingi sana, lakini amesema kwamba hata ruhusu tuingie kwa shida na dhiki ambayo inazidi uwezo wetu, na kwa njia hiyo pia ataweka njia ya kutushindania. Tunamtumia Mungu ambaye hata kama tutakufa katika shida hizi, ameahidi kwamba atatufufua siku ya ufufuo. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Mungu ambaye ni Mungu wa matumaini. Mwalimu, nataka kukusomea hii. Najua wewe ni mhubiri na mambo haya pengine shida kama hizo umekumbwa nazo. Waraka wa pili wa Timotheo 1 mstari wa 8 na wa 9 inasema, nafikiri iko katika leseni. Inasema, basi usionee haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usinionee haya mimi mfungwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili, kwa kadri ya nguvu ya Mungu, ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Unajua kuna utamu hapo, yani kwamba hiyo neema kwamba iliwekwa misingi tangu milele, kumaanisha hiyo neema ilikuweko kwa muda ambao Mungu amekuweko. Na unajua muda ambao Mungu amekuweko hatuwezi chunguza. Nafikiri mwalimu, kuna mara nyingi tukiwa tunaenda kuhubiri, sasa tunahubiri huruma, tuko na mkutano wa Injili huruma, mimi na mwalimu James. Unakuta kuna wakati mwingine hata watu pengine sisemi wazee wa makanisa, lakini kuna watu kwa makanisa ambao hata wanajaribu kuzuia kazi ya Mungu. Na unajua watu wa ndani wakizuia ni uchungu kuliko ukitukana na mtu ambaye hamjui Mwenyezi Mungu. Unajua mtu akikwambia huko nje, enda huko unasema uongo, unajua hausikii kitu kwa sababu unajua ni kumtomjua Mwenyezi Mungu. Lakini nafikiri ni uchungu wakati mtu anakuambia, na hii profesi yenu mnafunza mmedhibitisha, na yeye ameamini, yeye ni mtu hata amebatizwa. Sijui mwalimu, nafikiri umekumbwa na mambo kama haya. Nashukuru mwalimu. Mambo kama haya watu wengi wamepitia. Unajua hata Yesu alipokuwa anahubiri, wakasema kwamba amekuja na mafunzo mapya. Kumbe hawakuelewa. Na ndio maana Biblia imesema kwamba neema ya Mungu ilimekuwa tangu milele. Tangu kuweko kwa msingi wa ulimwengu. So naomba kwamba mara nyingi tunapenda kuhubiri mtu pengine kwa sababu ya kutuelewa. Anataka kuona kana kwamba hiyo unahubiri unaelewa. Unajua tunapohubiri neno hili si letu. Hatuifundishi kwa uwezo wetu. Hatuisemi kwa sababu tunajua. Lakini Mungu mwenyewe ndiye ameleta neno hili na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ametufunulia. Kwa hivyo tunaposema si yetu, Biblia katika Petro wa pili 1:19 ya kwamba unabii haukuja kwa mapenzi ya mwanadamu, wala wanadamu walionena yalitoka kwa Mungu, wakiongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kila andiko lenye pumzi ya Mungu yanafaa kila mahali. Naomba kwamba watu ambao tuko kanisani tuweze kuwa watu ambao tunaelewa, tunaheshimiana, na tuweze kujiunga pamoja ili kwamba tuweze kupeleka Injili ya Yesu mbele. Yesu arudi mara ya pili tupeleke mbinguni. Mwalimu Junior, mawazo yako ya mwisho mzee. Katika kitabu cha Danieli 12 1 na 2 tunapata hakikisha ya kwamba siku ya dhiki itakapofika, basi Mikaeli atasimama na kuwapigania wana wa Mungu na atawaokoa na wapeleke nyumbani katika ule ufalme ambao unazungumziwa katika Danieli 2:28. Anasema kwamba Mungu atasimamisha ufalme wake duniani na utadumu milele na milele. Ahadi hiyo hiyo bado tunaipata katika Yohana 14. Kristo anatuambia, nimeenda kuwaandalia makao na nitarudi kuwachukua ili nami nilipo nanyi mwepo. Kwa hivyo hatuna kisababu cha kukosa tumaini kwa sababu tumeshapewa ahadi na Mungu si mwanadamu aseme uongo. Ahadi zake ni kweli
na amina. Amina. Mwalimu Kanari. Mawazo yangu ya mwisho ni kwamba kumbe katika kitabu cha Ayubu kimejaa tumaini tele. Wanaunganika na Paulo, alafu Paulo anauliza, je, nini kitakacho nitenga na upendo wa Mungu? Ni mauti. Warumi 8:35. Je, ni mauti? Je, ni kutokuwa na kazi? Yani anaorodhesha yale ambayo, alafu mwisho anasema hakuna kitu kitakacho tutenga. Kwa hivyo tunatumaini la kipekee kwa Mungu wetu. Na mwisho kabisa Yesu anasema ameushinda ulimwengu, Yohana 16, mimi nimeushinda ulimwengu, jipeni moyo. Kwa hivyo anarudi mara ya pili ili kutupeleka mahali alikoenda kutuandalia. Tunakuja kule Ogembo, Nyamondo na mchungaji Sitati tarehe 2. Kuanzia tarehe 2. Kwa hiyo mnakaribishwa wote ili tulete tumaini hili kwa ajili ya uzima wa milele. Amina. Asante. Mwalimu James. Ningependa kuuliza mtazamaji. Wewe kupitia kwa mafundisho tumejifunza. Wewe unamtumaini Mungu yupi? Ni Mungu ambaye wakati wa shida si Mungu? Mungu wakati unazo ndiye Mungu. Lakini ningependa kukupa tumaini ya kwamba tuweze kumtumia Mungu ambaye alikuwa Mungu wa Ayubu. Mungu ambaye habadilishwi na shida zetu. Mungu ambaye yuko milele hata milele. Na tuseme kama Ayubu ya kwamba hata kama ataniua leo nitamtumainia. Maana kesho atanifufua katika tumaini la uzima wa milele. Amina. Mtazamaji, walimu asanteni sana. Mungu awabariki kwa kazi nzuri. Mtazamaji, imedhihirika wazi kwamba kama vile alivyosema Paulo kwa Warumi 8:31 kwamba Mungu akiwa upande wetu ni nani atakayekuwa unajua kinyume nasi. Maana yake ni kwamba Mungu akiwa upande wetu mambo yote ni shwari. Hata kama tutaumia, hata kama tutakufa, hata kama nini itatutendekea, lakini muhimu ni kwamba sisi tumuishie Mwenyezi Mungu. Na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wake atatuongoza na tutamfikia yeye. Kwamba tumaini letu halistahili kuwa katika vitu vya kuharibika vya dunia hii. Tumaini letu tuweke juu, mahali hakuna nondo, mahali ambapo vitu haviharibiki. Na kwamba katika tumaini hili letu, pia katika vinywa vyetu na katika mawazo yetu na kila kitu, tumtukuze Mwenyezi Mungu. Ili wengi wakamjue Mwenyezi Mungu, ili wengi wakaangalie tumaini letu waseme hakika hawa ni watu wa Mungu. Na hivyo basi inamaanisha kwamba sisi kama Wakristo ni kazi yetu kuonyesha tumaini letu kwa watu wengi. Na tumaini hili tukisha lionyesha, watu watataka kujua, je, mbona kuna shida hivi na dunia inaelekea hivi lakini mnakaa mko sawa? Tutaonyesha kwamba tuko sawa kwa sababu yeye alienda juu, alienda kututengenezea mahali. Asante kwa kuwa nasi kwa muda huu wote. Na tunaomba kwamba usiende mbali, kuna vipindi vingine vinakuja. Lakini kabla tuondoke, naomba Mwalimu Kanari utufungie kwa ombi. Tunaomba. Mungu Baba wetu, tunazidi kukushukuru kwa wingi wa rehema uliotupa. Leo hii umetuonyesha vigezo vya tumaini. Kumbe katika ulimwengu huu uliojaa dhiki, uliojaa mambo ya kukata tamaa, tunaweza kukutumainia wewe peke yake alivyofanya Ayubu. Tunakushukuru kwa kumleta Ayubu na marafiki zake ili tuweze kujifundisha kwamba katika dunia hii wewe ndiye Mungu usiye kigeugeu. Na alivyokutumainia Ayubu, tunaomba tumaini ili limfikie mtazamaji ili katika yote anayoyapitia aweze kuona sababu kuu ya kukutumaini na kukutaraji uje mara ya pili. Tunakushukuru kwa niaba ya wenzetu wengi ambao ni wagonjwa, wamekata tamaa, wapo wengi wanaoomboleza kwa kipindi hiki. Tunaomba wewe ni mfaraji wa kipekee. Tunakushukuru kwa kutupa nafasi hii ya kujenga naye tusikilize na kututizama. Baba wa mbingu, tunatazamia ujio wako mara ya pili. Tunaomba uweze kutuandaa. Mkutano unaoendelea kule Huruma ukiongozwa na mzee wetu James Mugunda na mwelekezi wetu Sitati. Tunaomba wajaze Roho Mtakatifu ili wakawajaze watu wa Huruma na wasikiliza tumaini la kipekee. Tunaomba basi uwe pamoja nasi kwa sasa katika maandalizi ya uzima wa milele. Tumaini letu katika jina la Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Asante mpenzi mtazamaji kwa kuwa nasi, na tunatumai kwamba mambo haya ni ya manufaa makubwa kwako na katika maisha yako ya utaua. Endelea kuwa nasi, kuna vipindi vingine viko njiani
Usiende mbali, Mungu akubariki. Amen.